kanisani, anasoma kabisa kanisani, alafu anamwakilisha shetani. Alafu tukakuombea baraka naye analeta kichwa. Alafu mapepo hayapandi. Wanajua kujikaza wale. Yaani nakulipua hapo ulipo. Yaani baraka zako nazizuia za mwezi mzima mpaka uokoke kwa jina la Yesu. Mimi naamini hayupo, ndio maana naongea. Ila kama upo sikupi pole, okoka. Amen. Tupa hivyo vinyago. Usitusumbue kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi. Wala hutatupata katika jina la Yesu. Amen. Ila Yesu katupa jeuri kwa upande mwingine. Yaani tunayakamata. Alafu aenda jinsi ya kutufanya. Mtu mmoja akasema hivi, mama mmoja alipandisha, mimi ni mzaliwa wa Kagera. Wameomba kule kwa sababu nikiendaga mimi nyumbani aidha niweke mikutano. Sasa kumbe huko ndani mimi nikasijui mama mdogo kama mchawi. Mama mdogo kabisa mko baba mdogo, baba mmoja, mama mmoja, baba yangu na huyo baba mdogo. Alimuoa bwana mwanamke, jamani wewe kaka uende. Usijui unamuoa nani. Kawa kachawi. Kamesumbua. Mpaka kujua kamekula watu huko kwetu. Wengi wamekufa. Wababa 6 wote wamekufa na wake zao na mama yangu akiwemo. Tunakuja kugundua watu walishaisha. Kumbe anataka mashamba yote alifie na watoto wake. Sasa mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia. Mungu akaniambia wewe ni lango la familia. Kijiji hakitabadilika, kinahitaji mtu. Nikasema niko hapa. Sikia kitu rahisi. Niko hapa. Ile kusema niko hapa nisikia kitu kama umeme. Afrika nini kimenipata sasa? Kumbe ndio upako, ile nguvu imekuja. Nipo tu kawaida hivi. Sasa nikawaza nifanyaje? Mungu akanipa hekima. Utakapoenda kwenye msiba wa bibi yako, usifanye msiba kama wafanyavyo wengine. Wewe kama mkutano wa kiroho. Haujaonaga. Ile tumaliza matanga. Nikaweka mkutano wa kiroho, nikamwita mhubiri mmoja. Hatuna wahudumu. Wahudumu wadogo zangu wengine walevi. Wamekuja sasa, tumebadilisha leo ni mkutano, tunavomaliza tukana mkutano siku 3. Alikeni watu pale jaa watu. Mkutano ukaanza. Mimi sasa sijawahi kufanya. Sina uzoefu, yani sijawahi kwenda kwa jinsi hiyo. Naenda na mkutano studio na timu ya wainjilisti mpo wengi, umeona? Sasa mhubiri alipohubiri kahubiri injili imekolea. Ndogo wangu mwingine wa kike ni mchungaji yuko kando. Nikamwambia rafiki, yani sisi hapa mimi na wewe ndio tumelianzisha. Sasa hapa ndio wahudumu ndio sisi. Afangalia watu hizi nyombe. Sisi katokea nini? Bwana atatutendea, mapepo yatatoka atachomoka hivyo hivyo. Sasa haya wale bwana hawajai kuwa na mkutano pale kijijini kwetu, hawajui. Kwa hiyo wamerundikana. Mhubiri kalianzisha. Alipolianzisha mimi kwa ndio watu wanaruka juu kusikiza nguvu. Sasa nikasema sio vaka kaptula kijijini kwa ndani huko. Hamna kuashika. Mimi jamani nikasema sasa tunafanyaje? Kata mtu anamsha uzi. Hamna nyinyi shike kimagao. Mimi yana mambo. Nachotaka kuona kusema. Mmoja akapandisha, yakapanda ndani yake ya yule mama mdogo. Alisema ili tunalitumiaga hadi watu. Ila wanalikuta linaomba ofisini kwake limejaa moto, sijui likoje eti ni nini. Unajua unashinda kwa anaoyaje? Kutumiaga ajali. Kweli hapa nina alama hapa. Na hii sijui ya moto walimunguza wao juzi hapo. Alafu nimeungua na moto, sijui maumivu mpaka leo.
nimwambia Bwana, ni mafuta nilikuwa nakanga mwenye chips yalimwagika. Sio? Na mwaka. Sasa Bwana, sasa nimeungua afu natakiwa kwenda hapa na kuhubiri. Mwezi wa 12 mwaka juzi. Nilimwambia Mungu, ikiwa umeniepusha jehanamu, sitaingia jehanamu. Naomba na moto nisiusikie. Si mnajua moto na mabaya. Nawaambia ukweli. Sijui maumivu ya moto hata kale kadogo. Kumbuka nililazwa Muhimbili, nikamuuliza dokta, Mungu wangu natenda umefanyaje? Na upige hivi chini. Akaniambia umeungua sana. Maumivu utaanza kuyasikia siku ya 5. Wapendwa, mpaka leo siku ya 5 ya siku. Haleluya. Alipotoka dokta, Roho Mungu akaniambia uliomba nini? Niliomba. Maumivu msikasikie hapo. Na mzuri ni kwamba pekee. Kwa hiyo nachotaka kusema ni nini? Leo tuna wanawake ambao wanajiita jeshi, lakini hata kwenye familia hakuna aliyebadilika. Nyakati zako ambazo umepewa na Bwana utazitumiaje? Somo tunaenda nalo. Tambua majira haya ambayo kila majira yana nyakati, na ukishataka kujua kwamba kila ziwemo nyakati, unatumia alama ya kugawa. Ndoa jana sijawafundisha vingine, lakini ndoa ili iende lazima upate ndoa inakugawa, kujumlisha, kutoa na nini na kuzidisha. Wengine mlioana hata mahesabu ya ndoa hamna. Ndoa ndio inakupiga hesabu, mnaanza kuchengana wenyewe ndani, mahesabu yameanguka. Sasa hapa natumia kugawa, lazima uchukue nyakati. Kwa mfano kidogo tunaweza kujua nyakati ni miaka 10. Miaka 10 ni mwongo mmoja. Nyakati, Yesu aliishi na nyakati 3 za miongo, si ndio? Miaka 33. Hizo nyakati za Kristo. Lakini zilitabiriwa na nani? Mitume na manabii. Biblia inasema Musa walizitabiri, hazikuja hapo. Mpaka Danieli anazungumza juu ya nyakati za mwisho hizi tulizonazo, akasema zimefungwa, hazikatiwa muhuri kwa sababu hizo nyakati bado ziko mbali. Lakini Yohana alipoonyeshwa alisema usiweke muhuri kwa sababu nyakati ndio zenyewe zilizoonekana kwa Danieli ndio zimefika. Sasa nakuuliza, tangu siku ya Pentekoste nyakati za mwisho zilianza kuhesabika. Na kuuliza swali, sisi tuko wapi? Si hatuna mahesabu, tunaenda tu. Haleluya sana. Haleluya, ni kweli Yesu ni haleluya. Yeye kweli ni Hosana. Lakini katika maisha yako ya kila siku Yesu anatukuzwa. Sikia, wokovu ni maisha ya Kristo ndani ya mtu. Maana ya kwako yamekufa, yanayotokea kama harufu ya manukato ni ya Mungu mwenyewe ndani yako. Si ni kweli? Yaani, sikia, mtu akikutazama kwa kuishi kwako akaokoka, anakuwa mzuri sana kuliko yule aliyehubiriwa. Hata mjanisikia. Mmenielewa? Yaani nani kufuatilia? Unaona? Walipowatazama wakina Petro hofu imemjaa, lakini watu wanamuona hata kutembea kwake. Mbona tembea kama Yesu? Watatu nani? Wewe toka hapa. Kumbe hofu mama. Hajui ameshavaa chapa za Yesu yeye bila ambaye hakuwepo jana. Somo linaloendelea, tambua majira haya. Sasa tunapoanza kujifunza kunyambua haya maisha, tunapokuja kwenye kitu kinachoitwa majira,
Hauwezi kupata majira mpaka umepata nyakati. Hauwezi kupata majira mpaka ugawe kwenye nyakati, upate wakati. Ugawe tena ndio utakuta ndani yake kuna majira ya jambo lako. Sahihi. Mtu akikwambia ingia kwenye maombi kwa ajili ya mambo yako na familia yako na watoto wako na udada wako, niambie unaombaje? Ukaka wako unaombaje? Kwa mfano haya, twende. Kwa sababu kama hutajua majira haya ambayo wewe upo sahihi ya sasa hivi, haya utaombaje? Kuna maombi utaomba, halafu Mungu hatajibu, sio kwa sababu hataki kukujibu, kwa sababu unaomba ambacho sio cha wakati huu unaotakiwa kuomba. Ujaona kama mtu anasema, jamani, unajua mimi nilikuwa naomba kwa ajili ya jambo fulani, Mungu amenipa jambo fulani. Mungu sasa anakuonea tu huruma, hebu chukua hichi kwanza. Kimetokea. Hafu kinanifaa. Mtu anaweza kakazana kununua gari. Yaani ana baba na mimi nipe gari. Hafu Mungu anakuonyesha. Anakuambia, ila umsikii. Nikikupa gari, kwa hiyo unapaki wapi? Likiharibika kwenye akaunti yako kuna shilingi ngapi? Ushawahi kufikiria spare ni shilingi ngapi? Waulize wenye mali. Wewe ukitoa 50,000 kwenye akaunti ndio umetoa na akiba. Kwa hiyo basi haukutakiwa kuomba gari. Ulitakiwa ndani ya majira yako kuna kitu ukifanye ambacho mbele ndio kitakuzalia hilo gari. Mimi nataka niwaulize swali. Mimi mwe mnanijibu. Mtanijibu, si ndio? Hivi, ngoja niangalie huko. Tukikusanya walokole wote, tujiite walokole. Ndio jina tumepewa hilo jina. Kama wewe na mbinguni unaitwa mlokole, utake? Yaani ndio tofautisha na dunia. Hivi tukiingizwa kwenye likumbi mmoja sivyo la namna gani? Sawa, wote yani Mungu anachambua tu ndani. Kile kitu Yesu alichokifia kwenye ule msalaba. Na ule utajiri. Na yale mauzuri yote tunayosoma kwenye neno la Mungu. Je, ndivyo tulivyo? Hebu semeni basi watoto wa Mungu, tumekosea wapi? Niambie tumekosea wapi? Mpaka Yesu atarudi bado tunachechemea. Unajua, kuna wakati Yesu akiangalia kile kitu alikifia kwenye msalaba ili kanisa litembee kwa ushindi. Alafu anaona wote tumeinamisha vichwa ni kamoja tukanatembea. Hivi anajisikiaje? Shafikia umetumia nguvu kubwa. Si ndio? Yaani umetumia nguvu kubwa, unasikia kuna vita, umeleta hapo manini yale, mavifaru nini umeleta, yaani na maskari wa komando. Unaingia kuna vurugu, kuna hatari. Hebu fungueni, mnamkuta yuko huko. Yaani kuku ndio zima mle. Ile kupalua wote ameshatetembeka. Halafu angalieni kuku, angalieni mavifaru mlioyaweka pale mbele. Maana yake ni nguvu kubwa Yesu ametumia kumdhibiti shetani kwa ajili yetu. Lakini angalia sisi hatuitumii nguvu. Na nguvu tunalionayo tunaipeleka kwenye mambo madogo sana. Ndio kwa sababu gani? Ufahamu. Yesu ni wapa neno mithali. Biblia inasema 4:7. Kwa mapato yako yote jipatie kitu kinaitwa mwanamke mwenzako.